Mstari wa 6. Someni hapo. Mtu asipokaa ndani yake hutoka nje kama taa na kunyauka. Sio kukauka na kunyauka. Rudia tena. Soma tena. Mtu asipokaa ndani yake hutoka nje kama taa na kunyauka. Hiyo ni hatua ya kwanza. Akisha nyauka kuna kitu kinatokea. Soma mstari hapo endelea. Watu huyakusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Rudia tena. Watu huyakusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Ukosefu wa uhusiano kati ya mtu na Mungu na ukosefu wa ushirika ulioimarika kati ya mtu na Mungu ni sababu za watu kusuasua kwenye maisha. Narudia kwa faida ya wengi. Ukosefu wa uhusiano imara na ushirika imara kati ya mtu na Mungu, kati ya waimani na Mungu ni sababu ya kusuasua kimaisha, ni sababu ya kusuasua kwenye uimani, ni sababu ya kusuasua. Na kama mwaka huu tunatengeneza anga iwapo, na kama mwaka huu tunasafiri iwapo, mnaanza kuambiana tuandae sare, mnaandaa miezi miwili sare, t-shirt na suruali nyeusi miezi mitatu. Kwa hiyo kuna safari ya mjaenda mwaka jana kwa sababu mlikosa sare, sio je? Lakini shida iko pale. Wamesema ni wao, wameniambia wenyewe wao. Angalia, kuna viwango ni waimani hawafiki, si kwa sababu hawezi kuimba. Problem iko pale, ukosefu wa mahusiano ya mtu na Mungu unafifisha maisha. Maisha yakififishwa yanacheleweshwa. Matokeo yake mmekuwa mkianza, walikuwa wanaimba wako 20 vile walikosuasua. Huyu alikuwa anaje mwezi wa 3, anaona mwezi wa 6 umefika, tulikubaliana mwezi wa 4 mwisho hatujasoma sare, anaona hao wanagusi, anaacha kwa inaanza kufifika moja moja, wanaanza kupungua. Tulikubaliana tuje saa 5, mmekuja saa 7. Ukosefu wa uhusiano, hakuna mtii, hakuna unyenyekevu. Mmekuja saa 7, wenzenu wanakata tamaa. Na watu wanaacha kuimba kwa sababu ya mambo kama hayo. Nini kinawazuia? Ni uhusiano na Mungu, wa Mungu na mtu umefifishwa. Mtu asipokaa ndani yangu anatupa nje kama tawi na kunyauka. Kwa kuna spidi ulikuwa nayo utakuwa nayo, ile spidi imepungua, inapungua. Kadri unavyozidi kupungua, unaweza kunyauka, unakuwa mwepesi. Basi unajua kwa nini nasema tawi linatupa nje na nyauka alafu linatupa motoni? Maana yake nikishakuwa nimenyauka, kwanza nilikuwa lepesi tena. Kwa ukishakosa uhusiano na Mungu, unakuwa mwepesi hata kwenye mikono ya adui. Anakukusanya kucha tupakule. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mwepesi maana yake ni nini? Imani inakuwa imeshuka, malengo hayajatimia, mipango hamna, maono hamna. Wewe ni mtu unaendaga tu, ukipata hela saluni, suka nywele. Kuna mtu mmoja hapa, suka nywele za 30,000. Ukisuka nywele za 30,000, ukienda nyumbani kesho wageni wanakupigia simu kwa ya kujifungua ndio imani, wanakuja kukusalimia. Unaenda kuazima vijiko, maana imani wako 30, unaazima vijiko. Alafu wanakuta umekalia kitu umependeza, umesuka nywele nzuri, vijiko umeazima, vijiko dazeni 9,000, kichwani nywele 30. Hakuna kitu hapo. Hakuna kitu. Wakuja wageni wamefika nyumbani kwako, wageni wako 7, wanakuja kukusalimia. Wasee wa kanisa ni sawa, kanisa sio wewe, lakini wanakuja kukusalimia, maana na wewe kuna mahali ulipita umeshinda, wanakuja kukusalimia. Unakuja mezani, vikombe 2 vya Simba, 2 vya Azam, 2 vya Yanga, kimoja cha 2 vya mfupa, 2 vya kioo, 2 vya plastiki. Unawapa chai. Hapa kanisani unaonekana super mpaka umepewa na uzee wa kanisa super. Lakini shida uko ndani ya nani? Unapokuwa ndani ya Yesu, mahusiano yako na Mungu yanapimarika, ufahamu unaongezeka. Ufahamu unapoongezeka, maarifa yanazaliwa. Maarifa yanapozaliwa, ujuzi unatokea. Mimi sijasema mtu asisikie mbele zako. Wale watu wa saluni msije mkaacha kunizawadi mkisema amenisikia kazi yetu kidogo. Mstari wa 6, mstari wa 7. Soma mstari wa 7 ni pointi nyingine. Mstari wa 7 cham tele. Mstari wa 7. Tusome nini kikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu. Ombeni lolote mtakalo, nanyi mtatendewa. Turudie nini